Bwana Yesu asifiwe. Ni mara nyingine tena nashukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ambayo amenipatia ili kushirikiana neno la Mungu kwa YouTube. Ukiwa na Biblia yako, fungua nami katika kitabu cha Mithali, mlango ni wa 13 mstari wa 12, na pia ufungue Timotheo wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa kwanza. Biblia inasema kwamba Mithali 13 mstari wa 12, Biblia inasema kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Alafu pia katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango ni wa kwanza mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa amri ya Mungu Mwokozi wetu na Kristo Yesu daraja letu. Amen. Ujumbe wangu siku ya leo, napenda kushiriki kuhusu tumaini. La kwanza ni nini maana ya neno tumaini? Tumaini ni imani ni aina ya imani ya kile chenye kinaweza fanyika ama kitafanyika baadaye. That's why unapata mtu anasema kwamba nione tu leo asubuhi, lakini jioni nitakuwa sawa. Sababu tumaini huja wakati kuna mtu ameahidiwa kitu, ama nisubirie kwa ajili ya mwezi mmoja sitakuwa jinsi nilivyo, sababu aliahidiwa kitu. So neno tumaini inamaanisha ni imani kwa kile kinafanyika ama kitafanyika. Nataka niseme kwamba dunia haina matumaini tangu Adam na Hawa walipoweza kwenda kinyume na neno la Mungu, na hiyo ndio sababu Mungu alimtoa mwanawe kwetu sisi ambaye ni Kristo Yesu ili tuweze kuwa na tumaini katika maisha. Katika kitabu cha Yohana mlango ni wa 3 mstari wa 16, Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mwaminie asipotee ila awe na uzima wa milele. Kristo Yesu ni tumaini letu, na kupitia yeye tunapata ondoleo la dhambi katika maisha yetu, tunasamehewa. Mtu mwenye ako chini ya dhambi hana tumaini la maisha, sababu dhambi ikiwa ndani mwako tayari umehukumiwa, na pia unatembea unajihukumu kwa yale unayaishi kuyatenda. Lakini Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango ni wa 5 mstari wa 21, inasema kwamba yeye yule mwenye hakujua dhambi alifanyika dhambi ili tuhesabike haki ya Mungu. So maana yake kwamba wakati unaposamehewa dhambi, wewe ni mwenye haki wa Mungu, na mwenye haki wa Mungu analo tumaini. Jambo lingine tena utapata kwamba kupitia Yesu ambaye ni tumaini letu, tunapokea uponyaji wa magonjwa na maradhi, na pia tunarejeshewa afya. Kuna kupona na pia kuna kuwa na afya. Kuna mtu anaweza kuwa amepona magonjwa lakini mwili ni dhaifu, maanake afya yake ingali ina tatizo, lakini sasa kupokea uponyaji na uwe na afya nzuri. So Yesu yeye ni mponyaji wa magonjwa na maradhi, na pia anaturejesha afya. Katika waraka wa Petro wa kwanza mlango ni wa 2 mstari wa 24, Biblia inasema kwamba yeye alitundikwa juu ya mti kwa ajili yetu, na kwa mapigo yake, kwa vidonda vyake sisi tulipona.
Na kitabu cha Yeremia mlango wa 30 mstari wa 17, Biblia inasema kwamba nitawarejeshea afya na kuwaponya vidonda vyenu. So katika Yesu kuna uponyaji, na pia katika Yesu kuna urejesho wa afya iliyoharibika. Jesus is our hope. Yesu ni tumaini letu. Na kwa hivyo tumaini hili tukiwa nalo katika maisha, tunaweza tukalitunza aje? Kwa sababu kuna watu ambao anaweza kusema kwamba tumaini limenipotea, sababu labda amegonjeka na ugonjwa ule anaogonjeka unaendelea kwa mbaya katika mwili unadhoofika, pengine vita anavyopitia havikomi, vinapanda, biashara yake inaharibika, ndoa yake amani inaendelea kusorota. Hilo linaweza kusababisha tumaini lipotee. Lakini tumaini litakosaje kupotea? Tutatunza aje tumaini? Tunatunza tumaini lenye tuko nalo ndani ya Kristo Yesu kupitia neno lake. Neno la Mungu hutupa tumaini. Katika kitabu cha Ayubu mlango wa 14 mstari wa 7 hadi wa 9, ilisema kwamba kuna matumaini ya mti ukikatwa ukaweza kuchibuka tena. Ilisema kwamba ingawaje shina lake linaweza kunyauka na mizizi kudhoofika mchangani, lakini kwa ajili ya harufu ya maji utachibuka na majibukizi yake yatakuwa makubwa. Ukisikia neno maji kwa Biblia linamaanisha neno la Mungu. Kumbe wewe ambaye mwenye tumaini lako linaelekea kuisha, tumaini lako linaelekea kuisha kwa ndoa, tumaini lako linaelekea kuisha kwa afya yako, tumaini lako linaendelea kuisha kwa biashara, neno la Mungu ukilisikia linakupa tumaini la kuendelea mbele. Linakupa tumaini ndani mwake mna matarajio kwamba nitapata. Hata kama nimekosa leo, kesho nitapata. Hata nikikosa baada ya juma moja nitapata. So kwa hivyo neno la Mungu ndilo lina sustain our hope ndani ya Mungu. Na pia jambo lingine lenye linaweza likalitunza tumaini lako lisiweze kuharibika ni wewe kuwa na imani katika ahadi ambayo umepata toka kwa Mungu. Kuweza kuwa na imani katika ahadi yako toka kwa Mungu inapita hali unazokumbana nazo katika maisha. Habakuk mlango ni wa 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Mambo hayakuwa yanaenda vizuri wakati wa Habakuk, lakini alienda kwa neno la Mungu. Cha kwanza akasema kwamba Mungu, unanionyesha nini? Mbona watu wanatenda maovu na hawashtuki wakati wanahukumiwa? Lakini yeye hakukata tamaa. Kila siku alikuwa anasimama juu ya mnara, akasema kwamba nitasimama kwa mnara nikingojea atakayoniambia Bwana kwa habari ya kulalamika kwangu. Mungu akamkujia akamweleza kwamba andika njozi ama maono yako wazi kwa vibao, ili anayesoma asome ni kama mto ukipita. Sababu ahadi hii ni kwa wakati wake itakuja kutimilika. Hata ichapo kawia ingoje, maana haitakawia kufika. So kwa hivyo imani yako kwa ahadi yenye Mungu alikuahidia itafanya tumaini lako kusimama. Yaani nikikumbuka chenye niliahidiwa na mwenye ameniahidia ni mwaminifu, inafanya hata nikipitia hali gani, inajua kwamba siku inakuja sitakuwa jinsi nilivyo. Jambo lingine ni nini ambacho kinachosababisha tumaini lako liweze kusimama? Yes, wewe yafaa uweze kujitia moyo ndani ya Mungu. Usikate tamaa. Neno la Mungu liweze kuwa sehemu ya kukutia moyo. Na bila kutia moyo kuwa mtu muombezi. Kuomba ukikumbusha ahadi za Mungu. Hata hivyo neno la Mungu ni ahadi ya Mungu kwetu sisi kama wana na mabinti wake. Tukiangalia kwa Biblia utapata kwamba watu kama Ibrahimu, kitabu cha Mwanzo mlango wa 18 mstari wa 1 hadi 10. Abrahamu baada ya Mungu
kuweza kumtoa katika nchi yake, ahadi nyingi alizoahidiwa. Lakini sasa akiwa chini ya mti wa mialoni ya Mamre amekaa, watu watatu wakawa wanapita, alipowaona akawaalika, akaambia, bwana zangu, kama nimepata kibali kwenu, njoni ili mule munywe, mnawe miguu, mpumzike, ndipo muendelee na safari. Na walipokubali akawapa maji wakanawa, na akaandaliwa chakula wakala. Waliongea neno la tumaini katika maisha yao, wakasema kwamba mwakani wakati kama huu Sara mkeo atapata mimba. So kwa hivyo nataka niseme kwamba Yesu ndiye tumaini letu. Yesu analeta tumaini mahali penye hakuna tumaini. Abraham miaka ilikuwa imeenda, Sara miaka ilikuwa imeenda. Katika kitabu cha Warumi Biblia inasema kwamba ingawaje tumbo la Sara lilikuwa limekufa, lakini Abraham hakusita katika imani, hakusita kwa tumaini lake, aliendelea kumtumainia Mungu, na sababu hakukata tamaa kwa hilo neno alilosikia toka kwa Mungu, Mungu alitimilisha na akaitwa baba, Sara akaitwa mama. Tukiangalia kuna mwanamke mmoja pia ambaye alikuwa kwa Biblia wa hali ya kutokwa na damu. Mwenyewe akieleza, Yesu anasema kwamba alienda kwa waganga, akaenda kwa wachawi, akatumia pesa zake zote na mali yake yote ikaisha. Lakini aliposikia habari ya Yesu alipomjia, Yesu amefika mwisho. Lakini sababu Yesu ni tumaini, tumaini lirejea tena baada ya kuguza upinde wa vazi lake na akapokea uponyaji. Pia tukiangalia kwa Biblia kuna mwanamke mjane ambaye alikuwa na mwanawe wa pekee. Kama hapa kwetu tunasema kwamba huyu ndiye mlinzi wangu, huyu ndiye atafanya nifanikiwe, huyu ndiye ambaye atanivalisha. Ni tumaini lake, lakini tumaini lake likawa limekatika. Mtoto amekufa. Alipomwona Yesu akamlilia. Yesu naye akamfufua huyu mtoto akampa mamake. Yesu ni tumaini letu. Kama unaweza kaulizwa kwamba ni nani tumaini katika maisha yetu, ni Yesu. Nataka kumaliza kusema hivi. Biblia inasema kwamba kilichotarajiwa kikikawia moyo huugua, lakini kikitimilika ni mti wa uzima. Ni kweli unaweza kuwa uliahidiwa pengine kupitia unabii, neno la Mungu, sauti, malaika alikutokezea, lakini chenye aliahidia Mungu baada ya kichakamilika. Unajua Mungu akiahidia wasemi siku aswa ila atakayeitenda. Ndio sababu anaitwa Mungu. Ni kweli sababu ya magonjwa moyo wako unaugua, unamesa dawa hauponi, unadungwa shindano hakuna kupona, mwili unaendelea kusoroteka. Biblia inasema kwamba kile kimetarajiwa kikichelewa moyo unaugua. Umetarajia kupona hujapona, moyo unaugua. Nataka nikueleze kwamba usikate tamaa. Wewe cha kwanza fanya nini? Jenga imani yako kwa Mungu, maana aliyekuahidia ni mwaminifu, yeye habadiliki. Kuwa kama Ibrahimu, sababu anapokutendea kuna mabadiliko. Yes, utakuwa ni kama mti wa uzima. Umetarajia kununua shamba, unafanya biashara, unapata faida mpaka unasema kwamba sasa napata faida, afadhali nikikusanya hivi mwaka mzima nitapata shamba. Lakini unafika mahali shida inatokezea, hizo pesa zinaondoka. Nataka niseme kwamba moyo utaugua. Maana nataka nikwambie kwamba aliye promise yeye ni mwaminifu. Biblia inasema kwamba alipoumba mtu alimweka mashariki mwa Edeni na kusudi aweze kuilima nchi na kuitunza. Maana yake yeyote mwenye ako duniani, Mungu ameandaa sehemu ambayo inaitwa ni yako, ili ulime na kuitunza. Usikate tamaa. Kuwa na imani ndani ya Mungu, manake itakuja kutimilika. Aibu yenyewe umeipitia, uchungu wenyewe umeupitia, itakuwa ni historia iliyopita. Unaweza kuwa wewe ni mama kama wengine, una matiti ya kunyonyesha, una tumbo la kubeba mtoto. Naona labda pengine ukiona wenye wako na watoto na nirika yako, wakati mtoto anakimbia, wakati anatembea kirudi,
Ukienda sokoni unaona nguo ya mtoto msichana ama mvulana na wewe hauna, unatarajia mwaka wa kwanza tangu uoleke, wa pili, wa tatu, wa nne, miaka 5 hadi 10, moyo unaukua. Bali mimi nataka nikwambie kwamba kuwa na imani ndani ya Mungu, usikate tamaa, sababu tumaini maana yake ni kwamba ni imani ya kile kinatendeka ama kitatendeka. Inaweza kuwa hakitatendeka sahihi, lakini Mungu atakutendea, nawe utakuwa na furaha katika jina la Yesu. Mwenye umekata tamaa, Bwana ako upande wako. Jesus is our hope. Arejesha tumaini kwa yule mwanamke ambaye mwanawe alikuwa amekufa akafufuka. Yesu ni tumaini letu. Yule mwenye alikuwa ametokwa na damu, alipogusa vazi lake, damu ilikauka. Yesu ni tumaini letu. Wakati wa mitume alipokuwa wameenda kufua samaki, hawajapata chochote, alipokuja akawaambia tupeni kwa kilindi cha maji, wakapata samaki tena. Jesus is our hope. Never lose hope, sababu Mungu anakutendea kwa jina. Kwa hivyo nataka niombe, amini tuna mimi kwa wakati huu mahali ulipo, na Mungu anakutendea. Baba, katika jina la Yesu, nasema ni asante kwa ajili ya neno hili tumelisikia hata asubuhi ya leo. Pamoja na mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, tumeongelea kuhusu tumaini. Na umenena nasi tumaini ni nini? Tumaini ni imani ya kile kitatendeka sasa ama kitatendeka baadaye. Labda huyu ndugu aliweza kuahidiwa kupitia neno lako, unabii, sauti ama malaika. Labda ulipitia mtu kumwahidia kitu na hakijakamilika na maisha yake yanaendelea kusorota. Mungu, moyo wake unaugua. Kuna wale ni wagonjwa, wamesikia neno lako ni la uponyaji, lakini bado hawajapona. Imesababisha mioyo yao kuugua. Sababu imani yetu Bwana tumeinua kwako. Naomba uponyaji kwa yule mwenye amekata tamaa sababu ya magonjwa. Naomba tumbo lile ambalo ni tasa kupata mtoto. Naomba huyo mwenye anatamani kazi na amesubiri kwa muda mrefu haipatikani, apate kazi kwa jina la Yesu. Naombea huyo mwenye ana ndoa, miaka imesonga mpaka amekata tamaa, moyo wake unaugua, mpe ndoa katika jina la Yesu. Naombea ule huduma ambao huyu mtumishi amefunga na kuomba, ametafuta uso wako, amejitolea, na huu huduma hausongi mpaka moyo wake unaugua, nafika kwa nafasi ya kutaka kuacha. Sababu tumeunganisha imani pamoja. Inua huduma huu kwa jina la Yesu. Komboa yule mwenye amefungwa na mapepo, mwenye ana operate chini ya laana. Yesu ulifanyika laana tuwe baraka. Hebu Baba, laana iondoke na baraka imtawale. Na kushukuru kwa kutenda, na pia kwa ajili ya huduma wewe YouTube. Bwana, nguvu zako siweze kuoperate kwa kila mmoja atakuwa anatusikiliza. Jina lako libarikiwe, jina lako liinuliwe, kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Wakati unaendelea kunifuatilia kwa YouTube, akaunti yangu ya YouTube ni Apostle Leonard Mabonga, na akaunti yangu ya Facebook ni Simiyu Mabonga Leonard. Nambari yangu ya simu ni 0720 93 27 83. Labda unaweza kuwa unatamani tuombe pamoja ama kwa ajili ya ushauri, ukinipigia utanipata. Mungu akubariki na kutende mema, na wapenda katika jina la Yesu. Amen.